Hii ni Maisha Kamili, tunakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mtazamaji wetu, tunakukaribisha tena katika masomo yetu. Tunaendelea na masomo yetu. Leo siku ya Jumatano tuna somo linalosema Yoshua wa kweli, yeye aliye halisi. Yoshua wa kweli, yeye aliye halisi. Kabla tujaendelea, basi tupate kuomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako na ulinzi wako. Umetuleta tena katika masomo haya. Tunakualika uanze nasi na umalize nasi. Unapotufundisha, tunakumbuka na tutazama na tuendelee kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Unajua jana tulianza kugusia somo la leo. Tulipokuwa tunazungumzia habari ya Yoshua mfano. Sasa leo tunaenda kwenye Yoshua halisi. Yoshua mfano alikuwa anawatoa wana wa Israeli kutoka jangwani walikokuhamia. Musa alishindwa kuwafikisha kwa sababu ya uasi wao, wakaishia jangwani. Musa akasema, Mungu atainulia nabii kama mimi, kiongozi kama mimi, atawafikisha rahani. Na ndio mwana wa Nuni, Yoshua. Kumbe Yoshua alikuwa ni mfano. Waliingia Kanaani lakini hawakuingia rahani. Sasa kwa hiyo ikawa ni mfano ambao unahitaji uhalisia au utimilifu, ambapo sasa umetimia ndani ya Yoshua wa kweli ambaye ni Yesu. Yoshua na Yesu ni jina hilo hilo. Sasa tuende katika Waebrania sura ya 3 mstari wa 7 mpaka sura ya 4 mstari wa 11. Waebrania 3:7. Haya. Linasema, kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa, hapo baba zenu waliponijaribu wakanipima, wakaona matendo yangu miaka 40. Kwa hiyo wakanikasirisha, nikazira na mimi. Aya 11, kama nilivyo hapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu. Aha. Kwa hiyo wale watu japo waliingizwa na Yoshua, Mungu kwa sababu ya makasirisho yao, Mungu akaapa hawataingia rahani mwangu. Waliingia au kuingia? Kama alivyo walifia jangwani, sivyo? Kizazi kingine ndio. Sasa ni uzoefu, ni mfano. Unahusianaje na sasa wakati waraka wa Waebrania unaandikwa? 12. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini, wa kujitenga na Mungu aliye hai, lakini muonyane kila siku, maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanye mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo, kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho, hapo imenwapo. Leo kama anaendelea kusema kwamba yale yalitokea, ulikuwa ni mfano. Sasa hivi anasema msifanye moyo mgumu kwa sababu ya udanganyifu wa dhambi. Na ukisoma Waebrania sura ya 1, ya 2 na mpaka hii ya 3, anashuhudia kwamba Yesu ni zaidi ya Musa. Na sasa anasema Yesu ni zaidi ya Yoshua. Huyu ndiye anayetufundisha yote na kutuingiza rahani. Sasa usifanye moyo mgumu. Usimchukulie Yesu poa. Usimchukulie Yesu wa kawaida. Muamini, yeye ndiye anayetuingiza rahani. Huo ndio ujumbe. Sasa kwa hiyo Yesu ni Yoshua wa kutuingiza rahani. Kule aliapa hawataingia rahani kwa sababu ya kutoamini. Na sasa hivi usipomwamini Yesu unaingia kwenye dhambi ile iliyowazuilia wasiingie rahani. Kwa hiyo na wewe uingie rahani. Raha ambayo Mungu anaitoa. Raha gani? Sasa 4 mpaka 11
tunaweza kuendelea kusoma mpaka 4:11 lakini tutarukaruka. 4 fungu la kwanza, hebu soma tena. 4 fungu la kwanza. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani ya waliosikia. 9. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi 11. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Kwa hiyo Yoshua ni kama Yesu ni kama Yoshua mpya. Yoshua alipovuka mto wa Yordan, wakaanza kupambania nchi na akawarithisha wale wana wa Israeli. Kama utakumbuka ile juzi anasema akawagawia ile nchi. Ni Mungu alionya, si itawatapika ile nchi msiposikiliza sauti yangu, mtang'oka. Na kweli waling'oka. Ndio ile Zaburi ya 95 Mungu anataja na anasema hawakuingia rahani mwao, walipoteza ile raha. Hata hao ambao achana na wale wa miaka 40 jangwani, hao wengine na wakapoteza. Mungu akatoa ahadi. Sasa ndio kiongozi wa Ibrania anasema, angalieni, tuna Yoshua mpya na amevuka Yordan, anatangaza ufalme wa Mungu umekaribia. Mitume umedakia na habari hiyo njema, ufalme wa Mungu umekaribia, ufalme wa Mungu umekaribia. Yoshua aliongoza majeshi ya wana wa Israeli kumiliki ile nchi. Huyu Yoshua naye ameingia na ubiri habari njema, mapepo yanatoka, Roho Mtakatifu anamiliki miji, Yerusalemu, Judea, ongeza Jericho, Samaria, mpaka miisho ya nchi. Ufalme unamilikiwa. Sasa anasema, ninyi msikae hivi mnasema, tufanye bidii kuingia. Yesu anasema, fanyeni bidii kuingia katika mlango ule mwembamba. Yaani kumwamini katika Yoshua, kumwamini huyu Yoshua inahitaji bidii. Alafu anasema aliyeingia ameingia rahani. Kwa lugha nyingine ameingia katika ufalme. Basi imesalia raha ya Sabato. Sabato ni nini kama sio ufalme? starehe. Kama sio starehe, utumwani ndio kuna taabu, si ndivyo? Kwenye ufalme ndio kuna starehe. Haleluya. Kama Mungu mwenyewe alivyoingia, alivyopumzika kastarehe, imesalia raha ya Sabato. Ni kitu ambacho tunaweza kukiingia sasa hivi au tusubiri Yesu atakapokuja mara ya pili? Tunaweza kuingia sasa hivi kwa imani. Bila imani haiwezekani kumpendeza. Lakini tunaisubiria pia raha ya Sabato Yesu atakapokuja pia. Starehe, nchi itastarehe, watu wote tutastarehe. Nasema ndicho kilichosalia. Na unaingiaje? Kwa imani. Imani hiyo ni legelege. Ndani yake ina uvumilivu, ustamilivu. Gaje? Unataka raha, utaki raha? Nataka raha. Juzi kwa na harusi hapo mahali fulani, watu wanafanya bidii kuingia pale kwenye ukumbi, unaonyesha kadi pale ndio unaingia, anafanya bidii ili kuingia kule kwenye mara. Nafikiri tunatakiwa kufanya bidii katika kuamini. Na ninachokiona katika, kama unataka imani yako imiliki, soma ahadi za Mungu. Ione Yerusalemu, ione hiyo raha. Tunaingia kwa kuamini, kwa kusoma, kwa kuomba, kwa kutembea katika imani hiyo, ahadi hizo.
Baba yetu uliye mbinguni, kwa jina la Yesu tunamweka mtumishi wako, mtoto wako ambaye anataka kuingia rahani hata sasa hivi. Kamshike mkono, vunja mashaka yake, hofu zake, mpatie kuweka tumaini katika Kristo Yesu ili aanze kufaidi ya rahani mwako. Mpaka wakati utakapotuita tena katika somo lingine, tusalie kwako sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amina. Amen, amen. Mtazamaji, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Kesho tuna somo linalosema Yoshua na sisi. Kesho Alhamisi. Amen. Karibuni sana.